Ni wasaa mwingine tena hapa tutatazama ni namna gani maandamano pale nchini Iran, kwamba jeshi linasimama wapi, lakini pia hata serikali nayo pia inataka nini au inapaswa kufanya yapi katika maandamano hayo ambayo yamejitokeza pale nchini Iran. Endelea kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Katika siku ya 14 ya maandamano ya kitaifa nchini Iran, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu limetoa taarifa kali likionya kuhusu njama ya Israel pamoja na makundi ya kigaidi ya kuvuruga usalama wa umma. Jeshi kwa kushirikiana na vikosi vingine vya usalama limetangaza kwamba litalinda maslahi ya kitaifa, miundombinu ya kimkakati ya nchi pamoja na mali ya umma. Lakini taarifa hiyo haielekezi moja kwa moja ni jinsi gani jeshi litashirikiana na vikosi vingine kudhibiti hali ya usalama ya nchi hiyo. Kwa hiyo ni muhimu kupitia uingiliaji kati wa kijeshi wakati wa maandamano ili kuelewa njia ambazo ushirikiano huu unaweza kufanya. Wakati wa maandamano ya Novemba 2019 ambayo yalisababisha vifo vya watu wengi, taarifa maalum zilitolewa kuhusu jinsi jeshi lilivyoingilia kati katika kukabiliana na waandamanaji hao. Wiki moja baadaye maandamano kumalizika, wakati huo aliyekuwa mkuu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Abdurreza Rahman Fazli, huyu alifichua jukumu la jeshi katika usafirishaji, upangaji na hata usaidizi kwa vyombo vya usalama. Kupitia waziri wa mambo ya ndani wa serikali ya Hassan Rouhani, alisema kwamba katika wakati ambapo walikuwa na uhaba wa polisi, walileta jeshi kulinda maeneo nyeti ili jeshi la polisi liwe huru na liweze kulinda sehemu tofauti tofauti. Katika taarifa ya hivi karibuni kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu, msisitizo wa kusaidia vikosi vingine vya usalama kulinda miundombinu ya kimkakati, mali ya umma umeonyesha dhamira kama hiyo. Pia wanajeshi watachukua jukumu la kulinda vituo nyeti na majengo ya serikali na polisi wataingia mtaani. Kwa serikali ya Iran si jambo la kawaida kutumia wanajeshi kukabiliana na maandamano. Kwa mfano, mwishoni mwa maandamano ya Januari 2017 ambayo haya yalifanyika kwa mara ya kwanza katika miji zaidi ya 100, jeshi lilionyesha utayari wake wa kusaidia polisi, lakini usaidizi huu haukutekelezwa kwa vitendo zaidi. Wakati huo Abdurrahman Mousavi ambaye ni kamanda wa jeshi alisema katika ujumbe wake kwa Hossein Ashtar, kamanda wa jeshi la polisi wa wakati huo, ikihitajika wenzake katika jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran watasimama pamoja na mashujaa katika polisi mbele ya wale ambao waliodanganywa na shetani mkuu. Ujumbe huu ulisisitiza utayari wa jeshi kutekeleza maagizo ya viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu katika misheni yoyote ile. Ujumbe kutoka kwa kamanda mkuu wa jeshi ulitafsiri kwamba jeshi lipo tayari kuingilia kati katika kuzuia waandamanaji, lakini Ali Khamenei yeye hakuona uingiliaji kati huo kwamba ni wa muhimu sana. Uchunguzi kuhusu maandamano mwaka 2009 hauonyeshi dalili zozote za matumizi ya vikosi vya kijeshi, lakini katika kukabiliana na waandamanaji hata katika hali ngumu katika mji mkuu huo. Sasa tukitazama baadhi ya vifungu vya sheria vya Jamhuri ya Kiislamu, kifungu cha 143 cha katiba ya Jamhuri ya Kiislamu kinasema kwamba wajibu wa jeshi ni kulinda uhuru wa eneo na hata mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu. Kwa msingi huu inaonekana kwamba katiba iliandikwa kwa njia ambayo ilikuwa ni lazima kuna uwezekano wa kutumia jeshi kukabiliana na vitisho dhidi ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu. Sasa katika hili mengi yameibuka, ikiwemo nchi ya Iran kuendelea kuzitishia Israel pamoja na Marekani kwamba itazishambulia vikali iwapo Washington itajaribu kuishambulia Tehran katika kile ilichokisema kwamba ni kuunga mkono maandamano ya kupinga ugumu wa maisha. Sasa msemaji mkuu wa bunge la Iran, Mohammad Baghdad Galbaf, aliwaambia waandishi wa habari kwamba shambulizi lolote la Marekani litapelekea mashambulizi makubwa dhidi ya kambi za kijeshi za mataifa hayo mawili. Awali, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwaunga mkono waandamanaji walioingia mitaani, akitangaza kwamba
huenda akatumia nguvu za kijeshi kuishambulia nchi hiyo iwapo waandamanaji watauliwa. Kulingana na shirika la kutetea haki za binadamu lililo na makao yake makuu nchini Marekani, idadi ya waliouawa kufuatia maandamano yaliyodumu kwa wiki 2 sasa imepanda na kufikia takriban 116, huku zaidi ya 2600 hawa wakiwa wamekamatwa. Baadhi ya sababu zinazotajwa vijana wengi kushiriki katika maandamano nchini Iran, kubwa zaidi ni msongo wa uchumi na ajira. Uchumi wa Iran upo katika hali mbaya sana. Mdororo wa thamani ya sarafu ya nchini Iran pamoja na gharama ya maisha imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Hii inamaanisha kwa vijana hakuna ajira nzuri, maslahi ya maisha yamepungua na matumaini ya baadaye yamechorwa vibaya sana. Kwa vijana wengi hawawezi kupata akiba wala maisha bora. Hii ni kutokana na bei ya bidhaa pamoja na kazi ndogo. Jambo lingine ni masuala ya kisiasa na kijamii. Waandamanaji wengi wakiwemo wanafunzi na vijana wa vyuo wameungana na maandamano hayo, si tu kutokana na uchumi bali pia kutaka mabadiliko ya kisiasa dhidi ya mfumo wa sasa wa serikali, sauti za mabadiliko ya kidemokrasia na hata mwisho wa utawala wa sasa zimekuwa zikiibuka, na hii inavutia hasa vijana wanaohisi hawana nafasi ya kuibuka kisiasa chini ya hali ilivyo. Swala lingine ni uzito wa siasa za kikatili na hata ukandamizaji. Vijana wameona shinikizo la polisi na vikosi vya usalama kwa miaka mingi, hasa baada ya matukio ya uchochezi uliopita mwaka 2022 wakati wa mtandao wa Women Life Freedom. Hii inamaanisha hofu lakini pia ghadhabu kubwa kwa ukandamizaji, na baadhi ya vijana wanaona maandamano ni njia ya kulijibu hilo. Lakini jambo lingine ni mtandao wa kujieleza na hata kukusanyika. Ingawa serikali imejaribu kuzima mtandao wa internet ili kudhibiti habari na kusimamisha mtandao, bado vijana hutumia mbinu za kuvuka vikwazo vya mtandao ili kupata mikutano na hata kueneza taarifa mbalimbali. Hii inasaidia kuhamasisha vijana zaidi kushiriki, kwani wanaweza kuona kile kilichotokea na kuunga mkono pamoja. Jambo lingine ni arabu ya historia, yaani ufahamu makosa ya zamani. Kuna kumbukumbu za matukio mbalimbali ya kikatili yaliyotokea hapo awali, kama vile kifo cha Mahsa Amin mwaka 2022 ambacho hiki kilisisitiza nguvu ya waandamanaji wa kizazi kipya. Hii inamaanisha kwamba vijana wengi hawawezi kuona mustakabali wa haki na usawa bila mabadiliko makubwa zaidi.